Ni siku ya Jumapili ambapo asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Nikitumai kwamba umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Maana sio jambo tu la kawaida kujipata kwamba umeweza na kuamka katika uso wa dunia. Kujipata kwamba Mwenyezi Mungu kwa wiki yote hakika ameweza na kukuongoza. Hakika imegharimu mkono wake, imegharimu nguvu zake, na pia neema yake ambayo imeweza na kutubeba tu wiki yote. Hivyo basi, karibu sana katika kipindi cha manyunyu ya baraka, tukaweze na kunyunyiziwa hizo baraka na kuzipokea kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa na mtumishi wake, sio mwingine mbali ni Reverend Walter Mutevu kutoka kanisa la ABC Ngamba wa Munyu Pastorate. Ninatumai kwamba tutaweza na kubarikiwa pamoja na pia kupokea yote ambayo ameweza na kutuandalia kupitia Roho Mtakatifu. Karibu mpendwa mtazamaji. Mungu aendelee kubariki maisha yako siku ya leo na mkono wa Mungu katika shughuli zako zote. Tuombe ili tuweze kusikia neno. Bwana Mungu, tunakushukuru sana kwa Yesu Kristo kwa sababu umekuwa mwaminifu kwetu. Kazi yako, matendo yako ni makuu kwa maisha yetu. Tunaamini ya kwamba Baba hata sasa unasi na utatembea nasi siku ya leo. Tubariki Bwana katika kufanya mapenzi yako. Siku ya leo Bwana wa mbinguni, tuone mkono wako, na kwa kuwa umetuumba ili tukuabudu. Mungu wa majeshi, wewe ndiwe mchungaji wetu. Tulinde, tuhifadhi, tutetee na tubariki. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina. Karibu mpendwa mtazamaji kwa neno la Mungu. Biblia inatufundisha katika hiyo sura ya 23 Zaburi ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya ubonde wa uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Biblia hapa mpendwa inatufundisha ya kwamba katika maisha yako ya kila siku na shughuli, uwe na hakika kwamba Mungu yuko nawe kila wakati. Mungu yuko nawe kila wakati. Unapoamini hayo, ukishika neno la Mungu, ukiishi duniani kwa sababu umeokoka, umekiri Yesu akawa Bwana wa Mwokozi wa maisha yako, na ukaamini moyoni mwako ya kwamba alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako, na wewe ni mtoto wake na ni kiumbe kipya, basi ndipo utajua ya kwamba Mungu muumba wako ni mchungaji wako, na katika uchungaji wake kwako na uaminifu atakulisha na hautapungukiwa na kitu. Biblia hapa inatuambia ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu. Naam, kiri, amini na fikiria ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wako. Na hata kama unapitia mapito gani, jua ya kwamba Bwana atakulisha. Katikati ya malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Hiyo ni kusema ya kwamba chakula chako cha kila siku, kwa sababu wewe ni mbarikiwa, kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu wewe ni kiumbe cha Mungu anachokipenda, atakuhifadhi, akulishe kila siku, akunyweshe kila siku, akupatie utakacho hitaji. In the provision will of God.
katika hali hiyo ya Mungu kuwalinda wanadamu na kuwapa watakacho, Biblia hapa inasema ya kwamba unilaza, uiuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Makuu na mambo mengi yale umepata. Baraka zote ambazo zimekuja kwa maisha yako, zimekuja kwa maisha yako kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu, na amekupatia hizo baraka ili uzidi kuliinua jina lake. Anakupatia baraka kwa sababu yeye ni mtakatifu, nawe ulete sifa, ulete kutukuza jina lake. Wanaokuona wasifu jina la Mungu kwa baraka anazoweka kwa maisha yako, katika kukulisha, katika kukuongoza, katika kukupigania kwa mambaya yote ambayo unapitia. Mwamini Mungu na ujue ya kwamba kama utazidi kuwa mwaminifu, uwe na hakika ya kwamba Mungu yuko nawe kila siku na kila wakati. Biblia hapo mstari huo wa 4 inasema ya kwamba, naam, nijapo pita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Naam mpendwa, hapa kumbuka, elewa na fikiria ya kwamba hata kama unapitia hali mbaya, hata kama unasikia maadui wako mipango wamekupangia yapi, usiongope. Hata kama utapitia mapitio mabaya, usiongope. Naam, Biblia inasema, naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Siku hizi ajali zinatokea barabarani. Hata kama unaendesha ngali na unapitia mahali kuna black spot, mwamini Mungu ya kwamba ndiye mchungaji wako. Ni mara ngapi umepitia katika hali mbaya, hali za kuongovya, hali za kutetemesha, lakini Mungu akakupigania, Mungu akakushindania, Mungu akakuokoa. Anakuokoa ili uweze kulitukuza jina lake. Anakuokoa ili uweze kuzidi kufanya mapenzi yake. Anakuokoa ili uweze kufanya mapenzi yake. Amekuwa Mungu mwaminifu. Amekuwa Mungu anayeweza. Nataka katika kila hali ujue ya kwamba uwepo wa Mungu upo pamoja nawe. Kila siku mwalike kwa maisha yako. Tembea katika mwongozo wake. Tembea hata katika hali zote, mtegemee yeye na usiongope. Watu wameyafanya mambo mengi sana na wakamuasi Mungu kwa kuongopa. Woga ni mbaya. Acha woga, usiongope, mbali amini Mungu. Kwa maana mstari wa 5 unasema, waandaa meza mbele ya machoni pangu. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watezi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Naam, uwe na hakika ya kwamba hata kama unaishi katikati ya wakuchukiao, hata kama unaishi katikati ya maadui zako, pale pale Mungu ataandaa meza yako, atakubariki na atakushindania. Usiongope. Nasema usiongope mabaya. Nasema muamini Mungu. Anasema mtegemee yeye akulishe. Basi mpendwa, hakika wema na fadhili zitanifuata siku za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Mwisho mpendwa, unapoishi hapa ulimwenguni, Mungu akikutendea mema, kaa katika mapenzi yake. Fanya mapenzi yake. Fanya kinachostahili. Biblia inasema mpendwa, kila mara elewa na fahamu kuwa Bwana ni mchungaji wako na hautapungukiwa na kitu. Anakulinda, anakuongoza, atakulisha, atakunywesha, atakubariki milele. Nawe kaa kwake, mtumikie milele, milele, milele. Amina. Mpendwa, amina, kwa sababu unamtegemea Mungu. Chochote utakacho, Mungu atakupatia. Biblia inasema atakulinda, amekulinda na atakulinda. Biblia imesema anakuongoza na atakuongoza mbeleni.
hata siku ya leo atakuongoza. Amekuwa akikulisha, unakula, unashiba, bado atazidi kukulisha, atakunywesha na atakubariki milele. Nawe utamlipa nini Mungu? Malipo ambayo utamlipa Mungu ni kukaa katika nyumba yake milele. Anakutendea mema, mtumikie. Mtumikie Mungu pasipo kuchoka. Mtumikie Mungu pasipo kuangalia nyuma. Mtumikie Mungu kwa sababu amekuumba. Na mpendwa, Mungu akubariki na upate utakachoomba. Awe mlinzi wako na mtetezi wako. Tuombe. Tunakushukuru sana Mungu, unayetuhifadhi, unayetulinda, uliye mchungaji wetu. Mtazamaji amesikia neno. Bwana umsamehe siku dhambi zake kama kuna siku hajakutegemea, na umbariki sasa na milele. Atakapokutegemea Bwana, uwe mwaminifu, kwa uaminifu wako mbariki, naye mpe nguvu, mpe imani ya kukaa ndani yako milele. Asante kwa kuwa utatubariki, asante kwa kuwa utabadilisha maisha yetu na mambo yetu hayatakuwa vile tena. Tuinue Bwana, tushike mkono. Twakutegemea maisha yetu yote. Wewe mchungaji wetu daima. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Zaburi wa 23 ni wimbo wa imani, ulinzi na pia ni watumaini. Hapa tumeweza na kufundishwa na tukaweza kujua kwamba mtu anayemfanya Bwana kuwa mchungaji wake hana haja ya kuogopa chochote. Kama hujamfanya Mungu kuwa mchungaji wako, angalia ufanye na umfanye kuwa mchungaji wako. Maana hautakuwa na haja ya kuogopa chochote kile. Huyu mtu ambaye hana haja ya kuogopa chochote kile ni kwa wakati ambapo yuko kwenye baraka, wakati ambapo amepitia majaribu, changamoto za kila aina. Ana haja ya kuogopa. Maana wakati wowote wa baraka, wa majaribu, Mungu yupo tayari kabisa kumlinda, kumpa mahitaji yake, kumfariji na kumwandalia maisha ya milele pamoja naye. Kumbuka kwamba ni wakati wa baraka, wakati wa majaribu. Hayo yote Mungu yuko tayari kuweza na kutupa. Alafu nikimalizia nikwambie kwamba Bwana anapokuwa mchungaji wako wa kweli, utapokea uongozi, ulinzi, faraja na wema wa milele. Hayo yote yatakuwa pamoja nawe. Hayo yote utaweza na kuyapokea wakati ambapo umeweza na kumpa Mungu kipaumbele. Wakati ambapo umeweza na kumfanya mchungaji wako kila wakati. Daudi aliona yote, akalindwa, akawa na mtumaini, akawa na urejesho tena. Akawa, yani faraja akaweza na kuzipokea. Wema akaweza na kuona kwa sababu ya kumfanya Mungu kuwa mchungaji mwema kwake. Fanya Mungu kuwa mchungaji wako mwema kila wakati, na hutakuwa na haja ya kuogopa lolote lile. Ninakutakia siku njema. Ninajua kwamba ni siku ya Jumapili. Mahali popote pale utaweza na kuhudhuria ibada. Mwenyezi Mungu akawabariki. Mwenyezi Mungu akawa pamoja nanyi. Mwenyezi Mungu na akakuongoze. Watumishi wote wa Mwenyezi Mungu ambao mtaweza na kuhudumia kanisa lake, Mungu akawe pamoja nanyi, Roho wake akaweze na kuwatumia. Na pia kwako mtazamaji wangu ninakushukuru. Umekuwa pamoja nami wiki yote, ukafuatilia kipindi chote, ukashika yale yote ambayo tumekuwa tukifundishwa. Mungu na akubariki, Mungu na akupeleke hatua ingine. Reverend, tumeshukuru, barikiwa sana. Mwenyezi Mungu aendelee na kukuongezea mingi. Nimekuwa wako Pastor Lucy Michael, nikiomba kwamba neema ya Mwenyezi Mungu ikakutoshe. Bye bye.